Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amekanusha vikali ripoti za vyombo vya habari zilizodai kuwa serikali ya Tehran imefanya mauaji ya siri dhidi ya maelfu ya waandamanaji kufuatia machafuko ya hivi karibuni nchini humo. Kupitia ujumbe aliochapisha katika mtandao wa kijamii wa X siku ya Jumatano, Araghchi alitaja taarifa hizo kuwa ni simulizi za kupotosha zinazolenga kuharibu taswira ya Iran katika kipindi ambacho kuna juhudi za kidiplomasia kati ya Tehran na Washington. Alieleza kuwa madai hayo yanasukumwa na chombo cha habari kinachomilikiwa na bilionea wa Israel mwenye uraia wa Marekani, Miriam Adelson. Kila mara msemaji wa Miriam Adelson anaposukuma dai la kushangaza kuhusu Iran, ni muhimu kujiuliza linamnufaisha nani. Hata rais wa Marekani Donald Trump amewahi kukiri ni wapi yalipo maslahi yake ya msingi, alisema Araghchi. Kwa mujibu wa waziri huyo, gazeti hilo lilidai kuwa saa moja kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenda White House, Irani ilikuwa imemdanganya rais wa Marekani na kuanza kuwanyonga waandamanaji wake. Hata hivyo, Araghchi alikanusha madai hayo, akisema hayana msingi wowote wa ukweli. Ukweli ni kwamba hakuna hukumu yoyote ya kunyongwa iliyotekelezwa, hakuna mchakato wa mahakama uliokamilika, na zaidi ya wafungwa 2,000 wamesamehewa, alisisitiza. Gazeti la Israel Hayom linalomilikiwa na Adelson ndilo lililochapisha madai hayo katika wakati ambao Netanyahu alikuwa akielekea Washington kwa ziara iliyotajwa kuwa ya ajenda ya kushinikiza msimamo mkali dhidi ya Iran na kujaribu kukwamisha mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Marekani na Iran. Wakati huo huo, Tehran na Washington zimeonyesha tahadhari lakini pia matumaini kuhusu maendeleo ya mazungumzo yao. Maafisa wa Iran wamekuwa wakionya kuwa Israel inajaribu kuvuruga juhudi hizo na kusukuma ukanda wa Mashariki ya Kati kuendelea katika mzozo mpya wa kijeshi. Araghchi amehitimisha kwa kuwataka wasomaji kuchambua kwa makini taarifa wanazopewa. Kabla ya kuamini simulizi linalosukumwa, jiulizeni ni nani ananufaika nalo na ni nani huenda ndiye anayefanya udanganyifu, alisisitiza. Taarifa ambazo zilikuwa zimesambazwa kupitia gazeti la Israel Hayom zilikuwa zinaeleza kwamba Irani imeanza kuwanyonga waandamanaji kisirisiri na kumdanganya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Irani haijafanya hivyo kabla ya saa moja tu kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kabla hajakutana na rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano uliofanyika siku ya hapo jana Jumatano. Sasa baadaye waziri mwenye zamana kwenye masuala ya mambo ya nje ya Iran, Abbas Araghchi, akaweza kuzungumza wazi kupitia kwenye mtandao wake wa X na kuchapisha kwamba taarifa hizo zipuuzwe na ni za uongo kabisa, na kusema kwamba Irani haijafanya hivyo, zaidi tu kile ambacho kimefanyika kuelekea maadhimisho ya miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Irani, ambapo kiongozi mkuu wa kidini nchini Irani Ayatollah Khamenei alitoa msamaha kwa zaidi ya wafungwa 2,000 wenye makosa mbalimbali katika magereza nchini Irani. Sasa mtazamaji wetu, na sisi tunazidi kufuatilia kwa karibu taarifa hii ili tuone basi kama hapo baadaye tutakuja na uchambuzi wa kina ambapo utakwenda kufahamu nini zaidi kuhusu sakata hili ambalo hivi sasa linashika kasi huko nchini Irani pamoja na Israel. Kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.